Wanaanga wanne waliomo ndani ya chombo cha anga cha Orion wameondoka kwenye mzunguko wa dunia na sasa wanaelekea mwezini. Wamefanikiwa kuhurumisha mitambo ya chombo hicho ili kukipa nguvu ya ziada kusafiri kuelekea mwezini. Orion inatarajiwa kufika mwezini siku ya Jumatatu kabla ya kusafiri mbali zaidi angani kuliko chombo kingine chochote kilichowahi kubeba binadamu hapo awali. Kisha watauzunguka mwezi na kurejea duniani. Taarifa ya mwandishi wa sayansi wa BBC Rebecca Morel inawasilishwa na Leila Mohamed. Mtazamo wa mwisho wa sayari ya dunia ni wakati muhimu kwa wanaanga wa Artemis 2. Sekunde 10 kabla ya kuanza kuwasha injini kuelekea mwezini. Kuwashwa kwa injini ya chombo chao cha Orion kunajulikana kama Trans-Lunar Injection Burn au TLI. Wanaanga hao wanaondoka kwenye mzunguko wa dunia na kuelekea mwezini. Wanaanga wetu wa Integrity wako tayari kuelekea TLI. Kwa safari hii ya kwenda mwezini, hatuachi dunia, bali tunaichagua. Wanaanga hao walitoa hisia zao. Moja ya mambo yaliyotushangaza zaidi ni jinsi safari ilivyokuwa tulivu kwa kutumia roketi hizo. Sote tulitarajia safari ya mitikiso mingi. Tulikuwa tumejiandaa kwa uwezekano wa kutoona taarifa za kielektroniki, pengine hata kushindwa kugusa swichi, lakini kila kitu kilikuwa shwari sana. Uungaji mkono na imani yetu kwetu imewezesha hili. Watu wengi sana wamefanya kazi kwa muda mrefu kufanikisha jambo hili, lakini pia ndio kwanza tunaanza. Tumejituma sana. Na ingawa tulishangazwa kidogo kupaa jana, bado tuna sehemu kubwa ya misheni mbele yetu. Katika mkutano na waandishi wa habari, viongozi wa NASA walisema hatua hiyo haikuwa na dosari. Nina furaha kubwa sana kueleza kuwa kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1972 wakati wa misheni ya Apollo 17, binadamu wamefanya misheni hii ya kuondoka duniani. Chombo cha Artemis 2 cha dakika 5 na sekunde 50 baada ya chombo cha Artemis 2 kufanikiwa kuwasha injini yake kwa dakika 5 na sekunde 50 leo jioni, wanaanga wetu wane sasa wako kwenye mkondo kuelekea mwezini. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition and lift off. Safari ya wanaanga ilianza kwenye roketi kubwa yenye urefu wa mita 100 ikiondoka kwenye eneo la kufyatua la 39B katika kituo cha anga cha Kennedy huko Florida. Katika siku yao ya kwanza, wanaanga hao walikagua mifumo yote ya chombo chao na hata walipata nafasi ya kufanya mazoezi. Walifanya jaribio la kifaa cha flywheel likafanikiwa. Reid aliripoti kuwa ilikuwa sawa na wakati wa majaribio. Mwili wake ulikuwa umechoka sana na alikuwa amefanya mazoezi ya kutosha. Itachukua takriban siku 4 kufika mwezini. Watazunguka upande wake wa mbali, upande ambao hatuuoni kama tukiwa duniani. Kisha wataanza safari ya kurudi nyumbani na hatimaye kutua katika bahari ya Pasifiki. Kwa sasa tayari wameshavutiwa na kile wanachokiona. Tunapata mwonekano mzuri sana wa upande wa giza wa dunia hivi sasa, ukiangazwa na mwezi. Ni jambo la ajabu. Dunia tayari imekuwa kama kinukta kidogo kwenye kioo chao cha nyuma. Kituo kinachofuata ni mwezi.